lakini shida ni wewe. Belen ama tasa ni mtu ambaye kiroho na physical hakuna kitu anazaa. So sababu moja ile inaweza fanya uwe in the kingdom na hauzai chochote. Jambo la kwanza, it is failure to protect your spiritual womb. Wakati tuliokoka according to the word of God in the book of Romans 10:10, tulipokiri ya kwamba Yesu ni Bwana, Roho Mtakatifu aliingia ndani yetu na akaweka mimba ya mambo yake. Maana nilisema this is spiritual womb. Roho aliweka it carries, inabeba all treasures in the kingdom of God. So unaweza kuwa umeokoka, lakini huu wokovu na jina lingine ndio naita mimba ukose kuutunza, ukose kukaa kama mtu ameokoka. Utakuwa ukisema Yesu ni Bwana, lakini hauta enjoy the blessings of God. Biblia inasema sio wale waniitao Bwana Bwana wataingia, lakini ni wale wanafanya mapenzi ya Bwana. Unaweza kuwa umeokoka kusema, lakini haufanyi mapenzi yake Bwana. Hallelujah. Biblia inasema in the book of Deuteronomy, and if you obey the word of God, higher from chapter 28 from verse 1, unaona baraka zote ambazo Mungu amekuahidi. Failure to obey, disobedience, kuna mambo ambao yatakufuata, because we serve God of condition. When you obey, kuna mambo yatakufuata. When you disobey, kuna mambo yatakufuata. So when you fail to protect your spiritual womb, mimba ambayo Roho aliweka ndani yako, ukose kufanya kama mapenzi ya Mungu, jua ya kwamba utaremain tasa in the kingdom of God. Nilisema mwanamke mjamzito kuna mambo ambaye haezi akafanya iwapo watu wengine wanafurahia, and the reason is because she is pregnant. The same case, wale ambao tumeokoka, kuna mambo hii mimba ya kiroho haitaki. Mwanamke akiwa na mimba, kuna chakula anasikiaga sitaki kamwe. Ukijaribu kuuma unaweza hata tapika. Ukijaribu kuisongea unasikia umeshiba. The reason is because you are pregnant. The same case, people of God, because we have spiritual womb, kuna mambo mengine unafaa kuyasikia, maana Roho anayakataa. Unasikia ni kama utatapika. Lakini ukiona mtu wa Mungu umeokoka na kila kitu inafanywa na watu wa ulimwengu, unaona uko sawa, jua mimba ni kama ilitoka. Bwana asifiwe sana. That is the difference between you na mtu ambaye hajaokoka. There are some things unayafanya tofauti na si kupenda. The reason is because you are pregnant. Kuna mambo ambao watu wa ulimwengu wanafurahia. Kuna mambo wanaona ni mazuri na ni matamu, lakini mimba hii ambao umebeba ya kiroho inakataa. Bwana asifiwe sana. So if you fail to protect your spiritual womb, jua ya kwamba utakuwa unasema, lakini hauwezi mtu wa Mungu serve, even if you are in the kingdom. Number 2. Na nikasema ya kwamba, maana labda hii tutairudia mwaka ujao ama mwaka mwingine, nikasema ya kwamba there are some deals, there are some things unafaa kurefuse kupatake, kwa sababu the inside womb, hiyo ambacho iko ndani yako, huenda ikikua from one level to another. The more unaenda hiyo mimba ikikua, unasikia mambo mengine. Unafaa ujiulize, because wewe umeokoka mtu ya Mungu, kama that spiritual womb umebeba, huwa inakataa mambo mengine. Ikiwa haikatai, hivyo ndivyo mtu anajuaga iwapo nasema mimi sijaokoka. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Biblia inasema sio wale waniitao Bwana Bwana. Watu wanasema, Bwana asifiwe, watu wanaiba nimeokoka, lakini actions speak louder than words. Tabia zako zinaongea sana kuliko vile wewe unasema. So ikiwa spiritual womb hakuna, jua mtu wa Mungu, jua mtu wa Mungu,
kuna mambo ambao uliyafanya na si ya uungu. Number 2, why you remain barren in the kingdom of God. Nimesema number 1, it is failure to protect your spiritual womb. Mtu wa Mungu, tunza mimba yako ya kiroho. Hiyo mimba itakusaidia kusema yes or no mahali ambapo panastahili. Na ukiona wewe watu wakiingia kwa bao uko pale, uko sawa, jua mimba ilitoka. Watu wakitusi uko pale na unasikia uko sawa, jua mimba haiko. Watu wakijoin wakasirike na wewe uko pale, jua maana Biblia inasema in the book of Galatians, kuna mambo ambao utakiwa na roho na kuna mambo ambao hutakiwa na mwili. Na mwili unang'ang'ana kwa sababu unataka ushinde roho. Na roho anang'ang'ana, they live in that conflict, upigana kwa sababu naye roho hataki mambo ya mwili. So, ikiwa mtu wa Mungu umeokoka na unapenda sana mambo ya mwili, jiulize kama mimba ya kiroho hii iko. Nimesema labda it is after 2 years. Kwa hivyo shika sana ndio tutamatize siku ya leo. Number 2, tulisema ya kwamba many in the kingdom of God they are barren. Watu wengi in the kingdom of God ni tasa. Sababu ile ingine inaweza kufanya uwe tasa, it is when you mock revival. Revival tulisema it is to come back into the life of God. Wakati unaona watu wanarejea katika maisha ya uungu. Revival speaks about life fully controlled by God. Revival inamaanisha maisha ambao huwa controlled na Mungu, maisha ambao ni ya uungu. Wakati unaingiwa na demon ya kumock, revival, uhuisho. Biblia ilituambia in the book of 1 Samuel, David alipoenda kulinyakua sanduku la agano na akairejesha, bibi yake alimtazama kwa dirisha, akasema huyu ni mfalme mgani, anacheza mbele ya wasichana mpaka mavazi inamtoka. Biblia inasema Daudi akasema, kama yaonekana yale nafanya kumtukuza Mungu wangu ni ujinga, wacha iwe ujinga. Neno linasema hapo mkewe Milka akawa tasa. Vijana wale walimchekelea Elijah. Biblia inasema alikuwa ametoka, ameitwa na wazee kwa sababu kuna kisima ambayo haikuwa inatoa maji. Yeye mtumishi akaiombea na mambo ikabadilika, revival ikawa, wakaanza kunywa maji. Katika safari yake vijana wakatokea 42 wakaanza kumshekelea. Neno linasema duba ikatoka tu ikawalalua, wakamalizika. Why? They mocked revival. Huyu enemy, adui wa wana wa Israeli, Goliath, alimwangalia tu Daudi. Hakuwa anajua Daudi alikuwa amemwagiwa mafuta na Mungu na alikuwa amechaguliwa na Mungu. Akaanza kumuita Kehe, kijana mdogo. Biblia inasema hata hakugongwa na mawe moja tu. When you mock revival, people of God, na nikasema na nikarudia, hata watumishi wa Mungu wachana na wao. Hata kama unamjua, hata kama haumjui, don't train yourself to mock revival. Wazee wa kanisa, watu ambao wameokoka, wachana na mtu wa Mungu, ongea yale atakusaidia. So when you mock revival, unaweza kuwa tasa, na tumeona mfano kwa Biblia. Don't try to mock revival. Bwana asifiwe sana. Number 3. Sababu ile inafanya watu wengi wako in the kingdom na wao ni tasa, ni kutosahau ya kwamba we are in the race. So huwa wanatoka katika hii bio, wanaenda kando, wanapumzika kwanza. Hallelujah. Usitoke kwa hii bio ya safari ya mbinguni. Maana katika hii safari ndio tunapokea baraka, ndio tunapokea kupanuliwa, ndio tunapokea hata mafuta katika hii bio ya mbinguni. Bwana asifiwe sana. Lakini watu wengine huwa wanatoka, wanaenda, wanapumzika kwanza, alafu wanarudi kwa safari. Wewe ambaye unanisikia siku ya leo, ushawahi ona mtu ako ndani ya bio
alafu anafika mahali anarudi nyuma ama anapumzika, automatic huyo mtu hataweza kumaliza hiyo bio. The same case to us, brothers and sisters in the kingdom of God. Saa zingine tukiwa katika hii bio ya kwenda mbinguni, Paulo akaandika yeye ako katika bio, na yule humaliza yeye ndiye hupokea zawadi. Watu wengine katika hii bio huwa wanakimbia, lakini wakifika mahali wanatoka wanapumzika. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Abia mwenzako lazima ukae in the race and you squeeze toward the goal. Siongea na yeye, mwambie na you squeeze toward the goal. Ungangane ukijua lengo lako ni wapi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So the reason why wengi wako tasa ni kwa sababu walitoka katika safari, hawataki kufuata masharti yaliyo ndani ya safari hii, wanataka tu kukimbia tu hivyo. Mungu awasaidie. Siku ya leo nataka tuangalie tutafanya nini tukiwa in the race. Sunday nilisema we have to press on toward the goal. We squeeze or we make that strong effort to pursue. So tutafanya nini watu wa Mungu? Lazima kuwe na tabia ambazo tutafanya when we are in the race. Amen. Bwana asifiwe sana. Nataka kurudia tena na tena kanisa. Tuko katika bio ya safari ya mbinguni. Na ndani ya hii bio the Spirit of God ndio huwa anatuambia usifanye hiki, fanya kile. Lakini wengine tunatoka kwanza, unakaa. By the way, hata nimekumbuka hapo, hii mambo ya kutokaga outside the race, ni kutoka outside the word of God. When you are in the race, you are inside the word of God. Wakati unatoka nje, mtu wa Mungu, hakuna kitu kinaitwa ati nimerudi sasa. You have to confess again. Bwana asifiwe sana. Nilikaa nikafikiria, nikaamua, nilikuwa nafanya hii, nilikuwa naimba, nilikuwa natukanana, nilikuwa naenda kwa baa, lakini nikajiita kamkutano, nikasema sitarudia. Mtu wa Mungu, maana ulimrudisha tena Mungu pale Calvary according to the word of God, unafaa kukiri tena. That's why unajaribu kukimbia, maana hujakiri na mdomo yako tena ya kwamba Yesu ni Bwana. Unashindwa. Na hakuna, Mungu wetu ni mwaminifu sana, hawezi wekelea msingi yake juu ya msingi mwingine. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hivyo kama ulienda ukatoa mimba, we ulianguka, rudi tena, confess ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, nilifanya haya na yale, na sasa shetani na mambo yako, sitarudi kufanya mambo yako, nimeanza safari tena. Bwana asifiwe sana. Leukia mtu, mwambie ulipoanguka uliconfess. Wache ni kujifanya ati kuna baridi jameni. Mgonge mabega, muulize ulipoanguka. Make sure you are close to somebody. Bora ufae maski yako, muulize ulipoanguka. Nataka umuulize vizuri, ulipoanguka. Guy, jameni, wacheni kaa close na mtu. Ukikaa na mtoto utamwambia, do you know some deliverance? Kukombolewa kwingine kunapita tu wakati wa Bible study na hujui. So make sure you are close to somebody. Mtu ambaye mnaweza share. Hawezi share na mtoto. Tusimame dakika moja, tusimame. Ningependa tuingiane sasa. Usikae na huyo ambaye mlikuwa na yeye. Only 25 minutes nimalizane na nyinyi. Kaa na huyo mtu. Haya, we get seated. Usimsalimie, mwambie mfanye hivi, mwambie Bwana asifiwe. Akiwa tu bali, mwambie Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Muulize vizuri, Bwana asifiwe. Amen. Akiwa ni mama ako karibu na yeye, mwambie ulipomeza kale kapili,
Ulipomeza. Hakuna mtu alikuona, muulize ulipomeza. Uliconfess, maana hiyo ni kutoa mimba. Roho anasema muulize vizuri ikiwa ni mama. Bwana usishindanie na yeye. Muulize ulipomeza ulikiri. Haya, inafaa ukiri tena mtu wa Mungu. Maana hiyo ni mimba ulitoa. Na hatutaki kuabua ukweli, tunataka tuwekelee na Mungu ni mwaminifu sana. Haezi ekelea msingi juu ya msingi mwingine. Amen. Hallelujah. Watu wengine huenda kuingiana na watu wengine, unaingia unajikuta mikutano mingine si ya kawaida, ni ya devil worshiper. Unajikuja unakuwa huko, unakuwa register. Alafu unakuja unasikia kukihubiriwa, unasema kutoka siku ya leo sitaenda. Ulikiri. Jambo ni kukiri. Ulifungua mdomo wako ukasema nimenotice hiyo mikutano si ya kawaida. Kutoka siku ya leo Mungu wangu nimekurudia. Hiyo ndio the thing. Hallelujah. Ulipopelekana na wamama wengine ukaenda nyumbani, ukakunywa pombe, ukakunywa wine, ukafanya vituko, mtu wa Mungu ulikiri. That is the determining factor. Ulikiri. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hakuna ati nimejiita mkutano sitarudi kufuta sigara. Ni useme, ni ukiri mbele za Bwana sitafanya. Haikuwahi ati nilikuwa na urafiki na huyo mtu lakini sasa nimejiita mkutano. Jiite mkutano na uconfess. Maana there is power wakati unakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tunaona ni wapi tunadidimia. Wakati unafanya hizo vituko unaingia kwa immorality. Alafu unasema nimejiita mkutano nimetoka. Shetani anakucheka tu. Lakini wakati utafungua mdomo ukili, kutoka siku ya leo shetani, kutoka siku ya leo nimepinga mambo yako, nimekubali Yesu, maana haukuwa na Yesu. Hallelujah. Hiyo ndio kutoka outside the race. Bwana asifiwe sana. Mtu ameona dhambi zake sasa. Anza kujiona. Hapo ndio ulitoka kwa safari. Hii ndio hairudi yangu tu hivi ku. Alafu unakaa unakimbia unatoka. Hata bio hizi tunapikimbia huku. Hauwezi ingia ukitoka. Kuna conditions. Bwana asifiwe sana. Katika hii safari ya mbinguni kuna condition. Amen. Hallelujah. Si ugonge mtu mabega mwambie kuna condition. Hauwezi jisikia tu utaenda. In the store of God hakuna kitu haitagwi, hakuna. Ukisikia wewe umelemewa, kuna wengine waliinuka na wakaanza kuenda. That's why tunaishi at that timing ground. Hatusongi watu wa Mungu. Maana tulikataa kuconfess. Confess mtu wa Mungu, kile na mdomo yako shetani kutoka siku ya leo. Sikutaki, sitakufuata tena. Hiyo ndio kuremain in the race. Bwana asifiwe sana. Kuna watu kutoka in the race wanaenda wanakaa wanakuwa maagent. Mungu sio mjinga. Biblia inasema ni jiwe lina macho 7. Ate unatumika kidogo, unafanya vituko katika ufalme wa giza, alafu unasema nilifikiria nikarudi. Hii safari si hivyo, ni unakiri. Bwana asifiwe sana. Unasema nilikuwa nafanya 1 2 3 and 4. Mungu wangu unajua. Na kutoka siku ya leo shetani na mambo yako nimekupinga na nimeokoa. Without confession, people of God, utakaa katika hiyo hali ya timing cloud. Amen. Bwana asifiwe sana. Niliona huyu ni time waster. Huyu msichana, huyu mama, na acha kwangu 200 lakini yeye anampa ngiri. Nikajiuta kama mzee. Nikasema from today henceforth sitarudi kumpea. Umeacha tu kwa muda. Shetani si ana nguvu, atakusukuma tena. But when you confess, kuna nguvu ndani ya kukiri. Bwana asifiwe sana. Gaukia mwenzako mwambie unafaa ukiri. Mwambie vizuri unafaa ukiri. That's why hausikiagi kama iko disconnected. Hata ukimkuta unasikia hiyo kitu. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Unajifanya umekasirika ukimkuta lakini hiyo kitu inaalize. But when you disconnect yourself through confession, hauwezi sikia kitu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah.
Kwani leo ndio kuna baridi history. Haya, nataka tuongee mambo kadha wa kadha yale tunafaa kuyafanya ile race. Hapo ndio mtu uaga unajaribu kusonga unashindwa. Unajaribu unalia haingii. Unatoa dhabihu haingii maana ulisahau na kuconfess. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu nawapenda sana tusimame. Unajua watu wengine hawajielewi na ninaweza kosa kunini. Sema Bwana Yesu. Nimekuja mbele zako kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Sema vizuri, mimi ni mwenye dhambi. Kiri dakika 5 mambo yako sasa. Mwambie Mungu mambo yako. Mwambie mimi siyajui lakini Mungu anajua. Ni nini, ni nani, wapi ulipitia. Yakiri mbele za Bwana. Yakiri mbele za Bwana. Ikiwa ni usherati, ukiri mbele za Bwana. Ukiri yote, kiri yote mbele za Bwana. Kiri yote katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema kutoka siku ya leo. Kutoka siku ya leo. Shetani na mambo yako yote mabaya na yapinga yote. Na kutoka siku ya leo nitakufuata ewe Yesu. Nitatunza mimba yangu ya kiroho. Nitatunza mimba yangu ya kiroho. Nitakaa kwa hii mbio ya mbinguni. Shetani upende usipende. Shetani upende usipende. Na kutoka siku ya leo, kutoka siku ya leo, shetani sitakurudia. In Jesus mighty name. Tumpe Bwana makofi. Amen. Amen. Tukae chini. Nilipo kuwa msichana nilikuwa nimeokoka. Nikiolewa nika backslide. Nikaolewa tu hivi. Na nikaingia kwa sasa mambo ya familia. Lakini nakumbuka siku moja nilijijasa na kusema sasa maana niliolewa mimi nimemrudia Bwana. Nilipoenda kwa crusade moja na hakuwa ananijua, akaniambia kilicho ndani yako haitakuwa unless you confess. Mimi nilikuwa na shida, ananiambia aje. Nikamwambia mimi nimeokoka. Hakuna kitu nilifanya ni kuolewa tu na hakuna kitu kingine, na ni yeye alikuwa mtu wangu sijui ile. Akaniambia hapana. Make sure sikujui but you confess. Nilipo confess maisha ikaanza kubadilika. Bwana asifiwe sana. Mambo mengine usiyachukue kwa msaha. Kuna mtu in our midst maisha yake yamebadilika kama in Jesus name. Bwana asifiwe sana. Maana usipokuwa unajua kitu inaweza kukuhaunt the rest of your life. Lakini wakati utajua na ukubali, mambo inabadilika. Amen. Wachana na hao watu huwa wakikuimbia kwa sababu walikuwa wanajua unafanya haya na yale. Wachana na wao. Hao tunawaitaga spiritual witchcraft. Na wanatumiwa na shetani na wako in the kingdom. Hawatakaji mtu akisonga. Wachana na hao. Mtu anakuibia mambo uliifanya. Yeye sio Mungu. Asijaribu kukalia kiti cha Mungu. As long as you can umeconfess na uko serious, Roho atakushika mkono, atakuelekeza, atakuongoza in Jesus name. Amen. Bwana asifiwe. Lakini kuna watu wengine wa shingo gumu. Biblia inasema in the book of Proverbs, kuna watu wa shingo gumu. Akiwa na maski hivi anasikia hata sitasema, si mimi unasemea, ni maisha yako. Amen. This is what we should do when we are in the race. We must have what we call self-discipline. When we are in this race, people of God, katika hii mbio ya kuenda mbinguni, lazima tuwe na nidhamu. Lazima tuwe na discipline. Usikimbie tu hivyo kwa sababu kuna kimbiwa. Lazima uwe na nidhamu. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Kama nakimbilia hapa, lazima I maintain myself vizuri. Nisije nikagonga hizi viti.
Lazima niwe na discipline. Hii bali nitaiona niichukue. Bwana asifiwe sana. Lazima niwe na nidhamu nikikimbia, nisije nikagonga hii kiti. The same case people of God. When we are in the race, hii ya kuenenda mbinguni, lazima tuwe na nidhamu. Mambo ambayo sio ya uungu itafanya uanguke. Sauti ambazo tunasisikia nje, hauwezi ukapindua kichwa tu hivyo. Lazima uwe na discipline. Amen. Hallelujah. Wakati tulikuwa tunakimbia tukiwa shule, watu wangekuita Jane, ukiwa mjinga unawaangalia, huyu wako kando yako anakupita. Hata kama watapasa sauti. Hallelujah. Sauti ni za aina nyingi. Maintain discipline. Am I talking to somebody? Bwana asifiwe sana. Hata kama ni watoto wametumiwa, mtu wa Mungu wakutoe in the kingdom, maintain discipline. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hawezi kuwa in the race na unaambia watoto mnakaa kama umbwa, na yeti you are in the race. Watakuna mambo mengine watakwambia ukatalie tu, lakini you do as the word. Spare the Lord, spoil the child. Ikuwa tu katika hii safari unamfanya according to the word of God. So, number one, people of God, ndio tuweze kukaa katika ndani ya ile, lazima to maintain discipline. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ugwana wa Ukristo sio kuvaa nguo refu, sio kufunga kitambaa, sio kunyamaza ati huongei. Discipline is to do according to the word of God. Bwana asifiwe sana. Abia mwenzako, lazima maintain discipline. Hawezi kuwa katika hii lesi unacheka ukikutana na watu na unawasalimia. Lazima uwe focus. Bwana asifiwe sana. Marafiki wengine ni wakukufanya ucheke na uwagonge, unakaa katika hiyo hali ya timing ground. Maintain discipline always in this race. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Katika sasa muhula huu wa COVID, kila mtu anaambiwa kaa na mask. Ukikutana na askari ukiwa hauna mask, unajikuta unaweza lipa hata 2,000 hata 3,000. Ukweli ama si ukweli? Ukweli. But if you are born again, hivyo ndivyo mtu anajuaga whether maintain discipline ikiwa barakoa inanishida. Ikiwa barakoa inakusumbua na wewe umeokoka, na ni kitu ama ukuta mahali pameandikwa usikojoe hapa na unakojoa, hivyo ndivyo mtu anajuaga whether I have integrity, ugwana wa Ukristo, kama mtu ameokoka. Bwana asifiwe sana. Si unasikiaga isiwekwe mpaka hapa? Na unakutaka watu wanaiweka hapa ama wanaiweka mpaka kwa kichwa. Gai kaendelea liama. Kwani naongea na nani? Si unaonaga? Kwani mimi ndio niko Kenya? Si unaonaga? Watu wanafuruta mikokoteni, watu wanafanya mambo yao, lakini hata barakoa hawana. Ikiwa umeokoka mtu wa Mungu na unashindwa na barakoa, what about yale yako in the kingdom? Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Mimi mtu akishikwa wa Greater Glory kwa sababu ya barakoa, aniambie pastor nikumbuke, surely siwezi kukukumbuka. Mimi nitakwambia tu, nilikwambia maintain integrity, nilikwambia maintain discipline. Ikiwa hii ya corona inakushida, what about in the kingdom? Utawezana nayo? Biblia inasema yaliyo juu ni kivuli ya yale yaliyo hapa ulimwengu. Hivyo ndivyo mtu anajitabuaga, anajielewaga. Ikiwa unashindwa na discipline ile ambayo iko tumepewa, hata discipline ya bigu ni gumu sana kuyafanya. Amen. Bwana, unajua nakaaga hapa tunayaona mtu anaingia uwezi sanitize, unaingia tu unatoa barakoa. Unashindwa huyu mtu ni wa aina gani jameni? So we must have what we call self-discipline. Every winner in this race, every winner is self-disciplined. Every winner is self-disciplined. He or she exercises self-control in all things. I want to repeat again. Every winner, mtu wa Mungu ndio uwe mshindi.
Every winner is self-disciplined. Every winner is self-disciplined. He or she exercises self-control in all things. He or she exercises self-control in all things. Every winner is self-disciplined. Mtu yeyote ambaye ni mshindi ako na self-discipline. Bwana asifiwe sana. Uliza mwenzako uko na self-discipline. Doki moria uko na self-discipline kweli? Mwokofu anafuanga nguo Sunday na Saturday hako kazi. She's not self-disciplined. Biblia inasema honor Sabbath day. Ukiona mtu anaendaka kwa shosho nyumbani na Saturday alikuwa free, huyo si mtu Mungu amsaidie. Self-discipline. Mtu ambaye watu wa Mungu ameokoka lakini hawezi kuwa na self-discipline kwa matoleo yake, iwe ni sadaka, iwe ni fungu la 10, uko na shida. Mtu yote ukuraga tithe yake anakuwa na shida. You are not self-disciplined. Tumambo twingine unaonaga tudogo. Every winner is a self-disciplined person. Am I talking to somebody? Every winner, mshindi yeyote ni mtu ako na self-discipline. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ikiwa miongoni mwetu kuna wazee wa kanisa wanaume, siwezi watuma Mombasa na wanalika wasichana hao wakubwa. Huyo mtu sio self-discipline. Hata anafaa kukaa kwa kiti. Unafaa utumwe Mombasa na mlale tu na mkule siku 7 na mrudi mkiwa mumeokoka. That is what we call self-discipline. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mwanaume haezi kana msichana wa nyumba ndani ya nyumba, lazima alegee mdomo na ameokoka hata kama ananena na lugha mara 20 na mara 100 anakaso. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Self-discipline kwa kila kitu. Biblia inasema unafaa kuwa na self-control in all things. Hallelujah. Hata kama tuko kwa hizi grupu na chama za ulimwengu, watu wa Mungu, hizi ambazo tunaigizana nazo, lazima uwe na what we call self-discipline kama umeokoka. Am I talking to somebody? Ukia mwenzako mwambie uko na self-discipline. You are a winner. So mwambie vizuri, you are a winner. Mwambie you are a winner. Hallelujah. Kuwa a winner ni ukutane na mwanamke wazimu hana nguo umnunulie leso. That is what we call self-discipline. Bwana asifiwe sana. Lakini siulize kama ingekuwa usiku umeokoka mtu wa Mungu lakini kuna kasoro. Hallelujah. Hiyo ndio nidhamu, kuwa na integrity ya Ukristo. The old has gone, the new has come. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema if anyone is born in Christ Jesus, anyone, awe kiwete, awe mkubwa, awe mdogo, awe alikuwa mtu wa immorality, if anyone is born in Christ Jesus, the old has gone, the new has come. People of God, if we are not experiencing that newness, transformation, hakuna discipline ndani ya hili. Bwana asifiwe sana. So turn to your neighbor, muulize, self-discipline iko mtu wa Mungu? Na ni rahisi sana. Hii upeanwa na Roho. If you are in the boat of the Spirit of God, utajikuta mtu wa Mungu. Mambo mengine Roho anakuambia haya haufai kufanya na haya unafaa kuyafanya. So self-discipline si kwa sababu umeokoka miaka mingi. It is because the Spirit of God ako ndani yako na wewe uko ndani yake. Ufike mahali Paulo alifika. I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Bwana asifiwe sana.
Siwambie mtu ni vile ulikataa roho. Mwambie vizuri ni vile roho hayuko na wewe. Self discipline ukiwa ndani ya roho, mambo mengine huwezi yafanya. Bwana asifiwe sana. Unajua hii mambo tunasikiaga ate mzee mwingine alikuwa ameokoka ako na miaka 7, lakini sijui ni nini ilimshika. Umemkuta ameshika mtoto. Dhambi ni kama mimba. Inaendaga ikikua. Alishikana akiwa tu mzee wa kanisa. Wakati alimwagiwa mafuta akawa deacon akashika wengine. Mimba inaenda ikiwa kubwa. Sasa ikitupa nguo mimba lazima ifanye action, ionwe mpaka na wanyama wa porini. Bwana asifiwe sana. Mpaka ndege wa angani wao. Kama kuna mtu na mimba live miongoni mwetu, akienda hivi akitema mate, si hata ndege wa angani wanaona? Ikiwa ya miezi 3 kuna mtu anaona? Tuongee ukweli, kuna mtu anaona? Ikiwa ya miezi 8 si hata ng'ombe inaona ule mama ni mjamzito? Ukweli ama si ukweli? Hata mbuzi inaona ule mama si wa kawaida, ni vile haiongei. Bwana asifiwe sana. The same case, mimba ya dhambi inaendaga ikikua from one level to another. Ikifika mahali itupe nguo, hata nyoka wataona, hata ndege wa angani na ng'ombe na mbuzi walitakuwa wanajua kulikuwa na mimba ya dhambi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So mtu wa Mungu, protect your spiritual walk. Have na discipline katika hili. Hallelujah. Hallelujah. Si ugeukie mtu mwambie uchunga mimba ya dhambi ni baya sana. Inaletaga aibu. Mzee mwingine na hapa wa miaka 70 sijui kama mliona hayo mambo. Aliposhika kasichana kadogo anaulizwa na watu, sasa na wajukuu na watu wadogo, "Gai ni nini mzee?" "Ni kurogwa." "Sio kurogwa, ni mimba imekuwa kubwa." Anatetemeka hivi, "Ni kurogwa." Unamhurumia, si kurogwa, ni mimba imekuwa kubwa. Msichana anaulizwa, "Mlianza kitambo sana." Huyu mzee lazima akuwa ananishika kila wakati. Sasa ni mimba ilini hii jera matoraine hii tunaisikiaga. Mambo mengine unasikiaga watu wakisema ni uongo. Si uongo, mambo mengine ni ukweli kabisa. Ni mimba ilitupa gu. Hallelujah. Abia mwenzako chunga dhambi. Chunga, mwambie chunga dhambi ni baya. Ikifika mahali inatupa gu. Ukiwa agent itupe nguo, maana hiyo ni dhambi. Ikitupa nguo mimba iwe kubwa, unaanzaga na mamako, babako, mmeo, watoto wote unawapeana. Hallelujah. Chunga mimba ya dhambi yote isitupe nguo. Ukiwa wa uongo, hiyo ijae mimba iende, unadanganya hata watoto wa watoto wako ukiwa shosho. Hallelujah. Hallelujah. Uliza mwenzako, una kamimba hata kadogo kadhambi? Wacha katoke in Jesus name. Mugonge choda, mwambie wacha katoke in Jesus name. Mwambie hata kadogo. Wachana na wacha itoe in Jesus name. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Unaona hivi watu unasikia ati wanauana. Huyo mtu alikuwa akiwa kijana. Nitakugonga anagonga mtu hapa. Anaanguka. Hiyo ni nusu ya kifo. Hiyo mimba inaenda ikikua. Wanakutana na watu wa usiku wanapigana, mnasikia kuna mtu tulikuta na hapa amekufa. Ni huyo tu haongei. Lakini wakati hiyo mimba itakata hata nguo, hao ndio wanasikia aligonga mamake. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Haianzaji hivyo, hawezi. Ateianze asubuhi nitaua uue. Inakuwaga umeua. Bwana asifiwe sana. Geukia mwenzako mwambie, please usifanye dhambi hata kidogo. Mwambie please wachana naye. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Unaona hivi mtu anaamkaga nitaoa. Alikuwa ameoa kitambo tu mlipoanzana. Inaenda ikikua ikitupa nguo anasema nakwambia na anakuletea. Haikuwa mimba ya dhambi huenda ikinenepa kama hizi zingine. So mtu wa Mungu, maintain integrity when you are in the race. Amen. Maintain discipline. Number 2.
Hiyo usome 1 Corinthians 9:23. Uende usome nyumbani 1 Corinthians 9:23, 6:15, 6:19. Tulisema discipline, it is self-management, control and making decisions. Self-management. Mtu anajua kujipanga. Ukiwa umeokoka na ujipangi, jua una roho gani wewe. Maana usipojipanga utapangwa. Amen. Self-management, mtu ambaye anajipanga. Hallelujah. Ukiona mtu ajipangi na 500, anaenda ananunua crisps. Mama, kwa supermarket, especially ushumi vile umeharibika. Unanunua crisps na unanunua juice ile kubwa ya 270. Na crisps. Alafu hakuna unga, hakuna sukari, hakuna chumvi. Discipline hakuna. Amen. Hata ukiwa na njaa gani, hauwezi enda kwa hoteli na uko na 200 uitishe kuku na chips. Utachonga waru hapo mpaka kesho. Maana ni 300 ama 400. Si utakula mokimo na kasupu ama na tukabeji kile ambacho uko nacho. Discipline, it is self-management. Amen. Abia mwenzako, lazima ikiwa umeokoka na una roho kuwa na self-management. Abia mtu self-management. Hauwezi enda ukanunua simu ya 20,000 na hujalipa nyumba. Adu makigete. Ati watu wakutabue. Microwave na fridge utaziacha hapo na mpaka kiti. Hallelujah. Surely hauwezi enda ununue kiatu na trouser na kila kitu na uko na nguo zingine na hujalipa school fees. Nitwaliema nomba kwa kwina kathina geukia mtu mwambie andu wale meka gongo wana kashida inakuwa kana shida. Mtoto hana hata kitabu na uko na viatu unaenda unaongezea ingine mpya. Ati unakuwa na hiyo problem. Nakuwa na hiyo shida ya kukaa smart. Guy, huyo ni mtu lazima mambo yote self control kwa kila kitu. Hawezi nunua bado mtu wa Mungu kila wakati, kila siku, kila dakika na sukari hakuna. Nitwaliema. Afadhali kuja kanisani utumie wifi. Hallelujah. Tuongee ukweli. Unaweza kuwa unafanya hivyo kila siku za 200 na sukari hakuna kwa nyumba. Abia mwenzako, saa zingine waokovu tunajifanyaga. Lazima tuwe na self management. Abia mwenzako, self management inaletwa na discipline. Self management. Hauwezi ati sasa niende nikipitia biashara street, haikuwa kwa mpango. Nasema hii nguo inaweza nitosha na nununua, lakini nikija nyumbani hata sabuni hakuna. Alafu unakuja Tuesday kulia. Mungu ona na wewe ndio ulijikosea. Discipline inafaa self management. Bwana asifiwe sana. Turn to your neighbor, muulize, do you manage yourself? Si mgonge kwa shoulder, muulize, do you manage yourself? Si muulize, do you manage yourself? Unajua mambo mengine tunafikiri ni uungu, si uungu, ni demonic. Uwezi niambia umeingia kwa hoteli, mtu wa Mungu ulikuwa na 100 ukakunywa chai, ukakula getheri, alafu ukienda nyumbani unaulizwa, baba, token imeisha. Hiyo 100 ungeenda iwekwe token na wewe ukule hiyo getheri. Amen. Bwana asifiwe sana. Ukia mtu mwambie ni self discipline hauna. Discipline inakufaa uwe una manage. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Self management. Hiyo ingine kwa discipline, it is self policy, control of one's behavior and order. Tabia za mtu zinakuambia tu behavior na order, hata mipangilio yake ya mambo. When you have discipline, and then self control, the ability to remain calm
not to become angry. Self-control, people of God. When you have discipline, unakuwa na self-control. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Geukia mwenzako mwambie ndio uwe na discipline kwa hii race. Self-control inamaanisha uko na nidhamu. Kuna watu wameokoka lakini hata kwa matatu wakipanga laini ni mahali yako lazima ujue. Muna tushelewesha, yeye ndiye anakuwa wa kwanza kusema gari imepandishwa. Tulia kwanza kama mtu ameokoka, pimia. Kuna watu hukasirika ovyo. Si kwa mtoto, sitaki mtu anikaribie. Unasikia na mtoto ni wa miaka 3. Toka hapa, sura baya kama mamako na umeokoka. Bwana asifiwe. Hallelujah. Geukia mtu mwambie Mungu atusaidie self-control. Kuna watu wakiwa na hasira wanaongea mambo hauwezi si kama ya mtu ameokoka. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mwambie mwenzako self-control. Mwambie vizuri self-control. Ukikasirika ate wewe umekasirika na hakuna mtu anaweza kukutuliza. Wewe ni moto. Wewe ni moto gani wewe? Ati hakuna, unajua tempa zake zikipanda zimepanda. Hakuna wokovu hapo. Ukiwa na discipline, control inakuwa na wewe. Amen. Bwana asifiwe sana. Wewe ushawahi kutana na watu hata kwa nyumba anaenda akigonga kiti, akigonga kibuyu, anaenda si kibuyu, akikuta sabuni anaigonga. Ushawahi ona watu kama hao? Mtu anakanyanga hata nyumba imeoshwa, ni kukasirika. Mtu kwa sinki anaenda anakunywa chai na hii kikombe alikuwa ametumia na kunywa na hii. Na yani wale watu invite uofu kila wakati, kila dakika. Amen. Hallelujah. God willing tutaenda na hizo zingine za discipline kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Amen. Swali, tulikuwa katika mafunzo ya Biblia. Swali. Kama hakuna swali, geukia mwenzako mwambie be in the race. Mwambie vizuri be in the race. Be in the race. Ndio uwe na discipline. When you have discipline, you have self-management. Mwambie vizuri self-management. Self-control. Kuna mambo mengine huwezi yaongea. Mwambie huwezi kumbasi kwa sababu kuna self-control, self-policy. Unajipanga, you are man, you are woman of order. Amen. So God willing tutaendelea na hayo mengine, na tukifanya hayo watu wa Mungu, maisha yetu, mambo yetu yatakuwa na tofauti, wokovu wetu utatamanika na hata watu wa ulimwengu. God bless you. God bless you.